Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano ya Kazi, Mheshimiwa Deus Sangu amewahimiza viongozi wa vyama vya wafanyakazi na waajiri nchini kutumia majadiliano ya dhati kama njia kuu ya kutatua changamoto na kuepuka migogoro isiyo lazima katika maeneo ya kazi. Akizungumza jijini Dodoma katika kikao kazi kilichowakutanisha viongozi wa vyama vya wafanyakazi, waajiri pamoja na mashirikiano yao, Mheshimiwa Sangu amesema serikali inaamini katika utatu wa ushirikiano baina ya serikali, waajiri na wafanyakazi ili kuhakikisha mahusiano ya kazi yanakuwa yenye tija na ustawi kwa pande zote. Kupitia vikao vya ndani vya majadiliano baina ya serikali na vyama vya wafanyakazi, tumefanya vikao 23 na waajiri malalamiko 21 tuliyapokea. Uhakiki wa taarifa za fedha kwa vyama 19 kati ya vyama 34 tulifanya, na imethibitika kwa pamoja na vyama kuwa dira na mwanga wa dhana ushirikishaji na majadiliano, lakini kumeonekana kuna baadhi ya vyama kuna ufujaji wa fedha za wanachama. Hao wapo hawa tunaenda nao, lakini kupitia meza ya mazungumzo hayo niliyosema, social dialogue, hayo yote tutayamaliza. Lakini pia miongoni mwa udhaifu kutokana na uwajibikaji unakwamisha utekelezaji wa mipango na mikakati ya muda mrefu, ikiwemo hilo iliyoonyeshwa kwenye mpango wa 4 wa maendeleo tuliopitisha juzi bungeni. Chama cha aina hiyo hakiwezi kutekeleza majukumu yake kwa sababu watu wanafuja fedha za wanachama. Ikitokea leo mwanachama amepata changamoto, anataka aende kutetewa mahakamani kwa sababu hamna fedha zimefujwa, na hata hicho mnachokusanya hakina mwelekeo, huyu mtu ataishia tu ni mwanachama jina, hatapata utetezi kwenye chama chake. Ndugu viongozi, kwa upande mwingine ni shukuru sana ushirikiano unaoendelea ndani ya jumuiya za kikanda kama EAC, SADC na soko huru la Afrika. Pamoja na faida zake, unaleta changamoto ya ushindani na nguvu kazi katika ufuataji wa sheria za kazi kwa maana ya harmonization of labor law. Vyama vya wafanyakazi na waajiri nchini vinawajibika kuhakikisha Watanzania wanakuwa na ujuzi shindani ili wasipoteze fursa kwa wageni, huku wakihitaji kusimamia haki za wafanyakazi zinazovuka mipaka na kuzuia biashara haramu ya binadamu kwa kisingizio cha ajira. Hali hii inahitaji mashirikisho kuwa na mfumo ya kisasa ya kidijitali na ushirikiano wa karibu wa mataifa jirani ili kulinda maslahi ya taifa kuelekea dira 2050. Na hivi juzi mmeona Mheshimiwa Rais amepata fursa nyingi sana. Hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Januari tulikuwa tumepeleka vijana takriban 2002 ajira nje ya nchi ambazo amezitafuta Mheshimiwa Rais, na hivi tuko hatua ya mwisho mwezi huu tuna ajira 1150 ya madereva wa mabasi na magari mengine makubwa ya mizigo. Usaili umefanyika na mimi mwenyewe nilienda kushuhudia pale Dar es Salaam NIT, na hawa muda si mrefu 1150 wanaenda nchini Qatar kufanya kazi. Lakini pia vijana waendesha pikipiki 500 nao usaili umekamilika. Hawa wote ni ajira ambazo Mheshimiwa Rais anapambana kwa ajili ya vijana wa Kitanzania. Sisi vyama vya wafanyakazi lazima na sisi tuunge jitihada juhudi hizi za Mheshimiwa Rais ambazo anazionyesha. Ndugu viongozi, aidha lipo hitaji la dharura la kuthamini upya maadili ya kiofisi na utamaduni wa mawasiliano ndani ya vyama, kwani kumeibuka mwelekeo usiolizika wa kutumia maandishi na barua rasmi kama nyenzo ya shutuma badala ya kukaa chini. Nimeliongelea hivi. Asubuhi amku nakuta barua ndefu ina shutuma, ni kushutuma. Badala pengine mngesema Mheshimiwa Waziri, tuna jambo. Na mimi nimefungua milango kwa chama chochote, hata kama mnajiona nyenye ni wadogo. Kwangu mimi sio wadogo. Serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inawaona nyie wote ni muhimu. Fungueni meza ya majadiliano, niiteni hata mimi kuwafuata, sio lazima mnifuate mimi. Hata kama mko wapi, Mwanza, Iringa, kote, hata Mfindi, ndugu yangu, nitakuja. Niiteni mimi, nitakuja kuwasikiliza ili tutatue matatizo kuliko kuandika barua nzito za shutuma na maandishi. Tatizo yanaishi muda mrefu. Naweza kukuta yale baadaye ukaja kusema hivi nilianzaje kuandika. Bora mnavozungumza mnaweza mkamaliza kwa njia ya amani. Ndugu viongozi, lengo kuu la kuwepo kwa vyama ni kushiriki kikamilifu katika ukuzaji. Ni moja kati ya vyama vinavyounda shirikisho la vyama vya wafanyakazi linalojulikana kwa jina la TUCTA. Leo tumekuwa na siku nzuri sana, siku ambayo tumekutana na Mheshimiwa Deus Sangu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Siku ya baraka sana. Kitu cha namna hii kilitokea kwa mara ya mwisho kama ilivyosema baadhi ya wenzangu,
kilitokea mwaka 2010 na sasa kinatokea tena leo. Ni waziri ambaye ameanza kutuunganisha vyama vya wafanyakazi kwa umoja wake, na hotuba yake na dhamiri yake tangu alipopata nafasi hii, alipochaguliwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeiona kazi yake imekuwa nzuri sana. Kwa hiyo tunamshukuru Rais kwa kumchagua ndugu yetu huyu kuwa kiongozi katika vyama vya wafanyakazi, lakini na kwa sababu hiyo sasa tunaona collective agreement, collective bargaining, vitu fulani ambavyo vilikuwa vimeachwa sasa vinakwenda kuibuka, ambavyo vinatufanya kuonyesha uhai wa vyama vya wafanyakazi. Watumishi, wafanyakazi tunaanza kusikia sasa tunaletwa pamoja kwa uzuri unaostahili, kwa sababu kama sisi ndio watendaji wa kazi, yale mambo yanayotuhusu, yanayohusiana na kazi, lazima pamoja na serikali kwa imeandaa mipango mikakati mbalimbali, lakini tunapokuwa tumeshirikishwa katika kuelewa jambo moja baada ya jingine, lakini sisi pia kutoa ushauri na mawazo yetu, inatusaidia kwamba tunapokuja kuwa walaji wa kile kitu ambacho kimepikwa, basi tumepika pamoja, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa ni matokeo mazuri sana. Tunataka kuamini kwa mwenendo huu tunaiona serikali sasa ipo kazini na inafanya kazi vizuri. Tunaiheshimu, tunaunga mkono jambo hili, na kwa namna yoyote ile hatuwezi kuacha kuungana pamoja na serikali ambayo sasa inathamini kazi yetu, inathamini utumishi wetu, na inataka kutupa nafasi ambayo inatustahili. Kwa namna yoyote tutafanya kazi vizuri. Muhimu ni kuleta tija, kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyoshauri kila wakati kwamba lazima watumishi, wafanya kazi tulete matokeo ya kazi ambayo tunatakiwa kuifanya kwa ujenzi wa nchi yetu. Asante sana. Tumejiona kwamba na sisi ni wamoja, hata kama hatuko kwenye shirikisho, lakini ni vyama vya wafanyakazi ambavyo vinatambulika na serikali katika kutekeleza majukumu yake. Mimi nafikiri kuna sehemu kubwa sana yatamaliza migogoro ambayo iko ndani ya vyama humu ambayo si ya msingi, na hasa ya kuandikiana mabarua hovyo na nini. Nadhani hiyo ameipigilia msumari vizuri sana. Mheshimiwa Sangu pia amesisitiza umuhimu wa kuzingatia katiba ya vyama, akibainisha kuwa si sahihi kwa viongozi kung'ang'ania madaraka kwa muda mrefu kinyume na taratibu zilizowekwa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.